Ukraine na Marekani hatimaye kusaini mkataba wa madini. Timu ya upatanishi wa Ukraine itasafiri kwenda Marekani wiki hii, wakitarajia kusaini mkataba wa madini ambao umekwama kwa wiki kadhaa. Washington pia inataka haki za kuchimba madini nchini Ukraine kwa kubadilishana na misaada inayoipa nchi hiyo. Mkataba huu ulitarajiwa kutiwa saini mwezi Februari, lakini Rais Zelensky akatoka kwenye mkutano wa ikulu ya White House bila kukubaliana na mpango huo. Hiyo ilitokana na majibizano makali mbele ya kamera za waandishi wa habari kati yake na Trump na makamu wa rais JD. Vilevile, benki ya uwekezaji ya Marekani Goldman imesema bei ya dhamana imeonyesha kuwa masoko yanaamini kuwa kuna uwezekano wa 70% wa makubaliano ya amani ya Ukraine, ambayo ni kubwa zaidi kuliko kabla ya uchaguzi wa Novemba wa rais wa Marekani Donald Trump, shirika la habari la Reuters limeripoti. Vilevile, Urusi, Marekani na Ukraine huenda zikakaribia makubaliano, lakini Washington haijaridhishwa na hali ilivyo sasa. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, kwa hivyo tunakutana na Urusi, tunakutana na Ukraine na tunakaribia kwa namna fulani, lakini sifurahii mashambulizi yote ya mabomu ambayo yanaendelea wiki iliyopita au hivyo ya kutisha, alisema. Sijui nini kinatokea huko, hiyo si hali nzuri, kiongozi huyo wa Marekani aliongeza. Trump alikwepa swali la iwapo mkutano wa kibinafsi kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin bado unaendelea na iwapo unaweza kufanyika Saudi Arabia. Utawala wa Marekani uliripoti wiki iliyopita kwamba Trump alipanga kuzuru ufalme huo mwezi Mei. Msemaji wa rais Dmitry Peskov alisema Jumatatu kwamba Putin anaunga mkono wazo la kusitisha mapigano nchini Ukraine, lakini baadhi ya wasiwasi ambao sasa haujatatuliwa unapaswa kushughulikiwa kwanza. Vilevile, mashambulizi ya anga ya Urusi dhidi ya kundi la wapiganaji la Ukraine lililoko katika makazi ya Minoe kaskazini magharibi mwa Velkaya, Novosiyolka katika Jamhuri ya Watu Donetsk yameweza kuleta athari kwa wanajeshi 20 wa Ukraine. Chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema vikosi vya anga vya Urusi pia vilifanya mashambulizi ya anga na mabomu kwenye nafasi za brigade ya adui. Sasa moja kwa moja twende tukatizame yale ambayo yanaendelea huko nchini Israeli na nchini Marekani kuhusu Iran. Waisraeli waandamana kupinga kuanza tena vita vya Gaza. Maelfu ya waandamanaji wamejitokeza katika mitaa Tel Aviv kushiriki katika maandamano mapya ya kupinga serikali ya utawala wa Israeli, wakati ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu alipokutana na rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington. Waandamanaji hao Jumatatu walikashifu sera za Netanyahu, ikiwa ni pamoja na hatua yake ya kuwatimua maafisa wakuu wa usalama wa sheria wa utawala huo. Pia wamelaani kuanzishwa tena kwa vita vya mauaji halaiki dhidi ya watu wa Gaza. Familia za mateka wa Israeli wanaoshikiliwa huko Gaza pia walijiunga na maandamano hayo, wakihimiza kukomeshwa vita na kufikia makubaliano ya kuhakikisha kuachiliwa huru kwa mateka hao. Maandamano hayo makubwa yalifuatia maandamano ya kila wiki siku ya Jumamosi, ambapo waandamanaji wanalitaka baraza la mawaziri la utawala huo kutanguliza mbele suala la mateka juu ya maslahi mengine. Pia wameutaka utawala huo kuacha kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na harakati ya Hamas. Harakati hiyo ya mukawama ya Palestina ilisema itawaachilia huru mateka waliosalia ili kubadilishana na kuachiliwa kwa mateka zaidi wa Kipalestina kufikia usitishaji vita wa kudumu na Israeli kujiondoa kabisa kutoka Gaza. Israeli ilihitimisha kwa upande mmoja makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza na kuanza tena vita vyake vya mauaji halaiki dhidi ya watu wa Gaza mnamo Machi 18, ambapo hadi sasa idadi ya vifo imefikia 1391 na wengine 3434 wamejeruhiwa kulingana na vyanzo vya matibabu. Vilevile, Rais Donald Trump amesema Marekani itaanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia. Siku ya Jumamosi ametoa tangazo hilo la kushangaza alipokutana na Netanyahu katika ikulu ya White House. Rais huyo wa Marekani alisema ana matumaini ya kufikia makubaliano na Teheran, lakini akaonya kuwa hayatakuwa ya moja kwa moja. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameandika kwenye mtandao wa X kuwa mpira sasa uko upande wa Marekani. Trump hakusema ni wapi mazungumzo hayo yatafanyika, lakini alisisitiza kuwa hayatahusisha watu wengine na yatakuwa ya ngazi ya juu zaidi. Tangazo la Trump limejiri siku moja baada ya Iran kutupilia mbali mazungumzo ya moja kwa moja juu ya mkataba mpya wa kudhibiti mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, ikilitaja wazo hilo kuwa lisilo la maana. Rais huyo wa Marekani alijiondoa katika mkataba wa mwisho mwaka 2018 wakati wa rais wake wa kwanza. Wakati huo maafisa wamesema kuwa Urusi, China na Iran zinatarajiwa kufanya mashauriano kuhusu suala la nyuklia la Iran siku ya leo Jumanne mjini Moscow. Kauli za Trump zimejiri wakati Netanyahu akiwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kusihi kibinafsi
kuondolewa kwa ushuru wa Marekani ambao ameutikisa ulimwengu. Waziri mkuu huyo wa Israeli aliahidi kuondoa vikwazo vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Kabla ya mkutano huo, nchi yake ilichukua hatua ya kuondoa ushuru wake wa mwisho uliosalia kwa bidhaa za Marekani. Netanyahu na Trump pia walijadili Gaza, ambako mpango uliodumu kwa muda mfupi wa kusitisha mapigano ukisimamiwa na Marekani kati ya Israeli na Hamas umevunjika. Netanyahu alisema mazungumzo mapya yanapangwa yakilenga kuachiwa huru mateka zaidi waliochukuliwa na Hamas wakati wa shambulizi lao la Oktoba 7, 2023 nchini Israeli ambalo lilianzisha vita hivyo. Trump pia alisisitiza kuhusu mpango wake wa Marekani kuudhibiti ukanda wa Gaza ambao aliuelezea kuwa ni kipande kikubwa cha mali isiyohamishika. Aliutangaza mpango huo kwa mara ya kwanza wakati Netanyahu alipomtembelea mara ya mwisho mnamo Februari. Mkutano wao wa waandishi wa habari uliopangwa baada ya kumalizika mazungumzo yao ulifutwa ghafla bila maelezo, hatua isiyo ya kawaida. Vile vile, Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema kundi la Hamas halipaswi kuwa na dhima yoyote katika utawala wa ukanda wa Gaza pale vita vinavyoendelea kati ya kundi hilo na Israeli vitakapomalizika. Matamshi hayo ameyatoa wakati akiwa ziarani nchini Misri tangu mwishoni mwa juma, ambapo amefanya mazungumzo mapana na mwenyeji wake Rais Abdel Fattah al-Sisi. Mazungumzo yao yametuama kwa sehemu kubwa juu ya mzozo wa Gaza na mahusiano ya serikali mjini Paris na Cairo. Kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu, viongozi hao wawili kwanza walizungumzia hali mbaya ya kiutu inayoshuhudiwa sasa ukanda wa Gaza na kukosoa kwa matamshi makali kurejea kwa mashambulizi ya Israeli kwenye ardhi hiyo ndogo ya Palestina. Marais Macron na al-Sisi wamesema wanaunga mkono kwa kauli moja kurejea haraka kwa utekelezwaji makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Januari na kufunguliwa milango ya kuingizwa msaada wa kutosha wa kiutu kuwasaidia wakazi wa Gaza. Ama kuhusu jukumu la kundi la Hamas mnamo siku za usoni za baada ya vita, Rais Macron amesema kundi hilo halipaswi kuwa na dhima yoyote katika kuiongoza Gaza. Kiongozi huyo amependekeza badala yake kuwa ukanda huo utawaliwe na mamlaka ya Palestina inayoongozwa na chama hasimu kwa Hamas cha Fatah chenye makao yake makuu huko Ramallah, ukingo wa Magharibi. Israeli imesema mara kadhaa kwamba inalenga kulisambaratisha kundi la Hamas na inapinga mpango wowote wa kundi hilo kuendelea kuitawala Gaza baada ya vita. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Jamhuri ya Kiislamu na Marekani zitafanya mazungumzo yasiyo moja kwa moja ya ngazi ya juu nchini Oman hivi karibuni. Iran na Marekani zitakutana Oman siku ya Jumamosi kwa mazungumzo yasiyo moja kwa moja ya ngazi ya juu. Araghchi amesema hayo katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X mapema Jumanne. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu ya Iran amesema mazungumzo hayo tarajiwa ni fursa kubwa kama ambavyo pia ni mtihani. Mpira upo kwenye uwanja wa Marekani. Kauli ya Araghchi imekuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa Marekani na Iran zitafanya mazungumzo ya moja kwa moja siku ya Jumamosi baada ya kukutana na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Washington. Vile vile, twende sasa tutizame hitilafu za viongozi wa Ulaya kuhusu jibu la vita vya ushuru vya Trump. Tangazo la kutoza ushuru mpya la Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya nchi 180 duniani zikiwemo nchi za Umoja wa Ulaya limeibua hisia tofauti kutoka kwa nchi mbalimbali duniani. Barani Ulaya, hatua ya Donald Trump ya kutoza ushuru mkubwa wa forodha kwa bidhaa zinazoagizwa nchini Marekani imesababisha hitilafu miongoni mwa viongozi wa Ulaya kuhusu jinsi ya kukabiliana na hatua hiyo iliyoibua mzozo. Mnamo Aprili 2, 2025, katika siku ya ukombozi, Rais wa Marekani alitangaza ushuru wa msingi wa 10% wa kimataifa kwa bidhaa zote zinazoingizwa Marekani. Pia aliweka ushuru wa 25% kwa magari yote ya kigeni yanayoingizwa nchini Marekani. Kumetokea hitilafu na mgawanyiko wa wazi kati ya nchi wanachama wa EU juu ya swala hili, wakati Hispania na Italia zinataka kuepusha mzozo kati yao na Marekani juu ya sera ya ushuru. Ufaransa na Ujerumani zimetaka kutolewa jibu kali zaidi kwa Washington. Waziri wa uchumi na biashara wa Hispania Carlo Cuepro amesema tunaendelea kutoa wito wa suluhisho la mazungumzo. Kwa upande wake, waziri wa uchumi na fedha wa Italia Giancarlo Giolitti pia amesema lazima tujaribu kudumisha utulivu wetu, kutathmini athari na kuepuka sera ya ushuru wa kulipiza kisasi ambayo ni hatari kwa pande zote hata sasa. Nukta ya kuashiria ni kwamba mapema wiki hii Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni aliutaja ushuru wa Marekani kuwa ni makosa na kusema Roma itafanya kila iwezalo kufikia makubaliano na Washington ili kuepusha vita vya kibiashara ambavyo vitadhoofisha kambi ya Magharibi dhidi ya wachezaji wengine wa kimataifa. Haya yanajiri wakati Ujerumani, Ufaransa,
Chumi kubwa za kwanza na pili katika Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa kutolewa jibu kali zaidi kwa vita vya ushuru wa forodha vya Trump. Ushuru huo utakuwa na athari kubwa kwa Ujerumani, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya, huku mauzo ya Ujerumani kwenda Marekani yakitarajiwa kushuka kwa 15%. Taasisi ya kiuchumi ya Ujerumani inakadiria gharama za ushuru huo kwa Ujerumani yenyewe kwa karibu euro bilioni 200 katika miaka 4 ijayo. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ameitaja hatua hiyo kuwa kimsingi ni kosa na hujuma dhidi ya utaratibu wa biashara duniani, akionya kuwa sera hizi zitatoa pigo kwa pande zote na kuhatarisha uchumi mzima wa dunia. Waziri wa uchumi wa Ujerumani Robert Habeck amesema Aprili 3, siku moja baada ya Trump kutangaza ushuru mkubwa kwa bidhaa za Ulaya, kwamba tupo katika nafasi nzuri, tunaweza kujiunga na nguvu kubwa iliyopo na nchi nyingi na maeneo mengi ya dunia na kuzidisha mashinikizo kwa Marekani. Rais wa Faransa Emmanuel Macron pia ametoa wito kwa makampuni ya Umoja wa Ulaya kuacha kuwekeza nchini Marekani ili kukabiliana na ushuru wa Trump. Ni muhimu kwamba uwekezaji wa siku zijazo, uwekezaji uliotangazwa katika wiki chache zilizopita, usitishwe kwa muda hadi tutakapoweka sawa mambo yetu na Marekani, alisema Macron mnamo Aprili 3. Inaonekana kuwa athari mbaya za kiuchumi za ushuru mpya wa Trump, ambao unatarajiwa kusababisha mfumuko wa bei na kudumaza ustawi wa uchumi, zimefanya iwe vigumu kwa washiriki wa Ulaya wa Washington kukidhi matakwa ya Marekani. Miongoni mwa matakwa hayo ni swala la kuongeza matumizi ya kijeshi ya nchi hizo hadi 3.5% ya pato la taifa. Takwa kuu la rais wa Marekani ni kuongezwa bajeti ya kijeshi ya nchi hizo hadi 5% ya pato la taifa. Vile vile, hisa za Marekani zimeendelea kuporomoka kwa siku ya 3 mfululizo, huku mashirika na wawekezaji wakishindwa kuelewa malengo ya mipango mipya ya ushuru ya rais wa nchi hiyo Donald Trump. Kiwango cha hisa za shirika la S&P 500 na hisa za wastani za kiwanda cha Dow Jones Jumatatu kilishuka kwa 0.23% na 0.91% mtawalia na kupata hasara kwa siku ya 3 mfululizo. Licha mtikisiko wa masoko ya hisa na matamshi ya wasiwasi ya viongozi wakuu wa biashara na wawekezaji, lakini Trump Jumatatu alidokeza kwamba anaweza kushadidisha vita vyake hivyo vya kibiashara. Hiyo jana jarida la Marekani la Newsweek liliweza kuripoti kupamba moto maandamano katika kona zote za Marekani kupinga siasa hizo za Trump na kusema maandamano ya taifa zima yalibebwa na kauli mbiu ya hands off, yani acha uingiliaji, dhidi ya utawala wa Trump. Yamefanyika si tu katika majimbo yote 50 ya Marekani, Washington DC na Puerto Rico, bali pia katika nchi nyingine za nje ya Marekani. Trump amechochea mvutano na vita vya kibiashara kwa kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi, ikiwa ni pamoja na ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nje na ushuru mkubwa zaidi kwa nchi kama vile China 34%, Umoja wa Ulaya 20% na Japani 24%. Hatua hizi mbali na kusababisha tetemeko kubwa katika masoko ya fedha duniani na kudhoofisha thamani ya sarafu ya dola ya Marekani, lakini zimezidisha wasiwasi kuhusu mdororo wa uchumi duniani. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.